Anti-FGM Board, pamoja tukomeshe ukeketaji Kenya. I want to say thank you for the invitation, and I'm part of it because I know this will accelerate the NFGM program. Female genital mutilation is a harmful practice that is still happening in Kisii, where we have so many allies who have gone to school and who know the effect and understand the effects of female genital mutilation. And in other communities, like the community that I come from, we take allies like role models who help to end some of these cultural practices. But it is different in Kisii. It worries me because I was here in Kisii about 20 years ago with the same program. I was with Jeria, the wife of Nyachai's son. We came here to create awareness on the effects of female genital mutilation. And today I'm here and I find Kisii the same. As much as we launch so many strategies of trying to end FGM, and we are not meeting the real people who are cutting the daughters, we are not hearing from them, then I think, CC, we shall not have done anything. We have very nice strategies. We have the steering committee in place already. We are now here launching a document. And if we cannot move a step nearer to the people, ADRA, I'm looking forward to going to the field, meeting the people. Because we have come here severally, we end up here, we go back, the situation is the same, and there is nothing that is changing. Let us together meet the people, because the government is ready to arrest, as you say, ready to listen to the complaints. But then, if there is nobody complaining, what action do we take? If Kisii land is quiet on this issue, then how else do you want us to address the issue? The prevalence is high, and nobody talks about it. The women and ladies in Kisii are submissive to their cat. Their cat, they don't talk. They take their daughters, they don't talk. We come around, it's like a waste of resources, let me say, and I'm sorry to say so. So until we open up so that we can address this issue, I think we are not near ending it in Kisii. Because if it is still done by a trained nurse, and she has never been to a class taught on how to cut a girl, then what are we doing? Because today, in my community, the arrests are always there. They have now gone to a level where a husband will report a wife if she cuts a daughter. And then the daughter will also report a parent. So we are nearer there. Because for fear of the law, people will now end FGM. But when there is a lot of secrecy around it, how then do we say that we are near to ending it? And we are learning, imagine. You are a professor, and here you are carrying your small daughter to be cut. What does it mean to the world, even to the class you went? After understanding the effect of cutting a woman, we don't complain when it comes to cutting a boy, because for a boy, where they cut is the foreskin, and it has no effect. But to a girl, we all know the importance of the organ that you cut. So we sit here just saying all is well. It's not well. See, you are in charge of this cultural practice.
in your county. Come out with a program that can reach to the people. You can invite us. We can be part of it. We can go with you, because why we are here is because we want to end FGM. And there is no way we can leave a Kisii girl behind and say we are done with it. That's why we keep coming. We will keep coming. Because on that very day, when we go before God, we will tell God, yes, we were there. We were there. We went there. Because in the Bible, there is no verse that says that a girl should be cut. It talks about a man, but it doesn't talk about a girl. So, I'm answerable to God by coming here, telling God I'm here, telling them not to shed blood that has no reason. Sindio? Why do you go to church? I know, nyinyi ni wafuasi wa dini na mnaenda kanisa 7 day. Alafu utafika huko kama unakatakata kumwaga damu isiyo na hatia. Na wauliza tu, utafika kwa mlango ya mbinguni na utaambia wewe umemwaga damu mingi, ondoka kwanza mwingine aingie. And that's what will happen. Those small things. Haitatupea tufike nyumbani, let us now speak a language. Hii ni mzuri sana tumeandika, lakini ina maana gani? Hebu sasa tuongee ile lugha tutaelewana. Si ndio? Kwa sababu nyinyi naheshimu wa Kisii sana, mnaheshimu dini. At the same time, mnaheshimu kukata mwamba. Hii damu mtamwaga ya nini, faida gani? Matajiri kama nyinyi, wasomi kama nyinyi, mnarudi nyuma kukatakata zile masehemu ambayo ni very busy. That is a very busy place. Sindio? Hebu imagine ina kasi kiasi gani? Inakupea wewe barabara safi, unarudi kuiweka roadblocks. Inapatia mtoto wako njia ya kutokea, unarudi kuifungia ile mtoto. Inasemekana ameshindwa kutoka. Kwa nini? Kumekatwa, kumewachwa jeraha. Jeraha imekataa kupanuka. Mtoto atatoka namna gani? Those are small things ambayo wewe hujawahi hata kujua. Kwa nini unakosa kutaka kujua ni kwa nini kuna complaints kila mara kwamba tuachane na mtoto msichana? Ati wewe unafikiria hii jambo moja tu ndio asitokatoke nje wacha katwe. Just telling a woman. That is not the part to tame a woman. Hapa. Yes. Sindio? Hapa this is where to tame a woman. Lakini usifikiria ukikata huko utakuwa umemtema. No, that's wrong. Change. Na ninaongea hapa kwa sababu naona wanaume ndio wengi kushinda sisi. Kwa hii mkutano. So I'm at the right forum where this message will reach other men. Wanaume wachana na mama. Then kwa nini unaharibu msichana yako? She's not anybody to you. That is somebody else's wife. Unamharibu kwa nini? Akifika huko anaenda kukua na kasoro. You will end up one day going to court. Na ni mtoto wako atakupeleka. Yes. Tunaelewana hapo? Don't interfere na mambo isiyokuhusu. Kazi yako ni kusomesha yeye. Sio kwenda kufungua katakata yeye. Ati kwa sababu awe accepted by who? Na hata olewa na huyo Mkisii unafikiria. Ataenda kwingine. Don't look at that girl ati mtoto sitaki aniaibishe, atakaa hapa na dunia imekuwa kubwa. So, tumekuja leo kulaunch a document. Si ndio? A document ambayo imedomesticate ile iko juu, ndio iteremke ikuje hapa chini, iweze kupata funding na kuendelea kwa sauti moja vile tunaendelea. That's why we are here. But if
ikiteremka iende kwa mikono ambayo haina haja na yeye, hata kuja kwetu itakuwa ni hasara. Si ndio? Sisi tunakuanga, mimi am always ashamed ati nikisoma Kisii prevalence yao iko hii. Mimi nashindwa. Sasa Masaini na hawajaenda shule na inaanza kuteremka. Kwani wa Kisii shida yao ni nini? Kushikashika hiyo kadamu. Na hata mwenye anakata, you are learned, Mungu amekupea kazi, unarudi nyuma kuja kukatakata wasichana ukiogopa. Ni kama mwizi. What is the difference gani wewe uko naye na mwizi? Kama unajipanga usiku kufanya kazi ya usiku ndio usionekane. Kama ile unakula ni ya kumwaga damu ambayo haina hatia, wewe you already a curse. Wewe tayari umelaaniwa, na hata mali yako haitakutosha, na hata njaa haitaweza kukwisha kwako. You'll always be hungry. Kila saa uwe maskini ya roho, because you are looking for ile mali ambayo haijabarikiwa na Mungu. Let us not start speaking a language that people can understand. Kwa sababu hii language mingi tunaongea ngumu haisaidii. Sasa hebu tuende sasa tuongee ile lugha. Kuuliza mtu damu unamwaga ya nini? Wewe unakuwa unclean even before God for shedding blood ambayo haina nini, innocent blood. A young girl ambayo hawezi kuwa na concept ya kujipeleka akato. Wewe unampeleka na gari yako kubwa. Kwa nini usiende kuangalia ng'ombe? Ati ukamwage tu damu. Ask yourself. Hebu jiulize tu. Is that what I should be doing as a father of somebody? Ati kukaa chini na kufikiria tu sasa ni wakati au msichana akasafishwa, anasafishwa wapi? Kwani mtu anakuanga kidini na kusafishwa siku moja? Kwa hivyo sisi tukiwa the FGM board, we are ready to work with you people, all the partners. We want to thank UNICEF. Wametuokoa mara mingi. We don't have enough money as an FGM board, but sisi tunangojea UNICEF, tunangojea wale wengine wote, but we make sure that we continue with our mandate. And our mandate is to end FGM kwa kusomesha nyinyi, coming up with programs like the steering committee that we already have at the county level. Tutakontinue kupush kwa sababu we have a support from the president. President amejitokeza, and there are so many people wanasema kwani naye hili rais anakosa kazi? Kwani kuokoa msichana sio kazi? Sio kazi kama basi mdomo yake itaokoa yeye na ofisi yake. You know, he went to Canada, and you know, when you go to these international meetings, the world speak. Si ndio? Akaenda akakuta katoto kanalia, amekatwa, damu inatiririka. You see? Akafikiria, is this what is happening in Kenya? Unajua kuna mambo watu ambao hawafanyi mpaka hawafikirii bado inafanyika. Akaposa akashindwa, what will I tell these people? Akamwambia 2022 it's ending. Kwa sababu he felt it. We should also feel the same. Tukiitwa tukiwa Wakisii hapa kwa hall like this one, let us feel the same. Try to save that young girl. Report. Sisi tupate nasi moja. Wewe umesaidia ukiwa hapa kuripoti, alafu unatuita kukuambia let us push. Alafu sasa hiyo director anamwambia sasa ongea na ministry hapa ya health. Let us push for this so that the world can also know. Lakini tukikaa kuambiana report, who is then reporting these incidences? And they are there. And our girls are suffering. Our girls are suffering. And she's your daughter. She's your sister. She's your mother. Kwa hivyo si mtu ako mbali na wewe. Then we come here waste the whole day on something that we can end as leaders. Viongozi tujiangalie na tujipeleleze.
Kwa sababu there is a day that you will give answers to all what you are doing before God. Kwa sababu ile mambo ambayo imelaaniwa kwa Biblia, wacha na iwe imelaaniwa hata kwa vitendo yetu, kwa matendo yetu yote. Kwa hivyo, mimi ningependa kusema asante kwa Kisii County for being the second to launch this document. We are with you and we will work with you. And when you need us, we will be here with you so that we can make sure that we end FGM by 2022. Asante. Anti-FGM Board, pamoja tukomeshe ukeketaji Kenya.